Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa nataka nijue, je, serikali ina utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba wanawake na vijana mkoani Ruvuma wanapewa kipaumbele kwenye mgao wa mabwawa ya samaki, vifaranga pamoja na pembejeo nyingine? Swali langu la pili, kwa nini mkoa wa Ruvuma bado haujanufaika ipasavyo na fursa ya ufugaji wa samaki licha ya kwamba kuna vyanzo vingi vya maji ambavyo vinaweza kutumika kwa fursa kama hizo? Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, majibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mariam Madalu Nyoka kama ifuatavyo. Kuhusu swala la mabwawa ya samaki na vipaumbele kwa akina mama na vijana wa mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kusisitiza kwamba vipaumbele hivyo vitaendelea kutolewa kwa mabwawa ya samaki kutegemeana na mipango ambayo tayari imewekwa katika halmashauri mbalimbali hapa nchini. Na kuhusu manufaa ya maji, napenda kunufaika na ufugaji wa samaki kutokana na rasilimali za maji kwa mkoa wa Ruvuma. Napenda kusisitiza kwamba tayari sasa hivi wizara imepokea maombi mbalimbali kwa ajili ya kutoa fedha kwa vijana na akina mama kwa fedha zile ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa za bilioni 200, na tumeshapokea maombi 1004 na tunaendelea kuyachakata, na vijana na akina mama wameomba kutoka mkoa wa Ruvuma, na bila shaka watapata mikopo hiyo na kunufaika kwa ajili ya kuvua samaki kutegemeana na rasilimali za maji zilizoko mkoani Ruvuma. Aidha, nasisitiza kwamba halmashauri za wilaya mkoani Ruvuma na zenyewe pia zitenge fedha ile 10% kwa ajili ya kuwezesha vijana na akina mama kwenye maeneo ya ufugaji wa samaki, kwa sababu kuna fursa kubwa sana ya kuwawezesha kiuchumi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa Janet Mahawanga, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. Kwa kuzingatia ajenda ya taifa maendeleo 2050, serikali imeweka malengo gani kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika sekta ya uvuvi wa samaki na kuku? Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kuku, mwezi wa 8 tarehe 8/8 wizara itazindua mkakati wa kitaifa wa ufugaji wa kuku, na hii itasaidia kurasimisha sekta hii ambayo inaweza kusaidia kuwezesha akina mama na vijana kiuchumi. Na sekta hii imekuwa ikiendeshwa kwa mfumo ambao sio rasmi. Mkakati huu ambao pia umepata ufadhili na mkopo wa fedha utasaidia katika utekelezaji wake kueneza ufugaji wa kuku kwa vijana na akina mama, na kwa hiyo kuwawezesha kuchangia katika uchumi wa taifa na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Stella Ikupa, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa fursa hii. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wananufaika na fursa hizi? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Stella kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeweka sera na kinachotakiwa ni utekelezaji katika maeneo karibu yote kuhakikisha kabisa kwamba akina mama, vijana na watu wenye ulemavu wananufaika. Kwa mfano, sera ya mkopo wa 10% imeweka wazi kabisa kwamba watu wenye ulemavu watakuwa ni 2%. Upande wa ajira hivyo hivyo. Na kwa hiyo sisi upande pia wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, pale ambapo tunakuwa na programu za kuwezesha akina mama na vijana, pia tunaweka kipaumbele katika kuwawezesha wenye ulemavu, kwa sababu huo ndio msimamo wa kisera wa serikali. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Maji. Mheshimiwa Arif Suleiman Premji, mbunge wa Mtwara Vijijini, sasa ulize swali lake.
Swali la mbunge linauliza, je, utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Maji mwaka 2025-2026 umefikia asilimia ngapi ikiwa shilingi bilioni 943 zilitengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo? Naibu Waziri Mathew Kundo na majibu ya serikali. Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Alif Suleiman Premji, mbunge wa jimbo la Mtwara vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25